Moja ya tekniki shetani anaowaseparate watu kwenye kanisa, anaseparate watumishi wa Mungu, anaseparate watendakazi wa Mungu, ni kwa sababu wa kuangalia udhaifu ulioko katika kiungo. Asijue ya kwamba Mungu, hicho kiungo ambacho kina udhaifu, Mungu anakiheshimu sana. Kilichopungukiwa, kuna watu wanaachana na mchungaji kwa sababu wameangalia upungufu wake, wamemwasesi, kamwona bwana, upungufu huu na huu na huu na huu, wasema basi mimi huyu siwezi ambatana. Upungufu unaozungumziwa hapa, kupungukiwa sio dhambi tu, lakini uwezo wakati mwingine wa kufanya vitu. Sababu hata Paulo hapa anazungumza habari ya mwili, ya kwamba hii mikono huwezi kutumia kutembea. Kwani unaweza? Haina functionality yanayowezesha kutembea. Huwezi tembea na kichwa. Kwa hiyo kuta mtu akamwangalia mtendakazi, akamwangalia mchungaji, akaona kuna karama hana ambayo yeye anaona yeye anayo, kwa sababu yule hana, anaona kwa sababu aopereti kwenye karama ile, amepungukiwa hiyo karama, basi astahili kupewa heshima. Au anamwangalia mtendakazi mwenzake, haneni kwa lugha kama yeye anavyonena kwa lugha, kwa hiyo anaona huyu hayuko rohoni sana, haombi kwa bidii kama yeye anavyoomba kwa bidii. Lakini ujue ya kwamba kiungo kilichopungukiwa Mungu anakiheshimu sana katika mwili. Hii imesema ni ufahamu utakao kusaidia mawazo ya shetani yanapokuja kutaka kupigana vita ya maambatano, uweze kuyashinda kwa ufahamu. Siwezi kuimba kama labda mtumishi fulani, lakini akiimba ananitunza moyo wangu katika eneo la kuworship. Katika kanisa lazima huduma zote 5 zifanye kazi, na kila huduma inakuwa kama tofauti fulani. Kuna mwingine ana ujasiri wa kukemea dhambi. Sasa wewe, kwa kuwa huo una ujasiri, saa nyingine unamwangalia unasema, huyu jamaa mbona amezidisha sana huyu jamaa, lakini wewe huwezi. Nikasema namshukuru Mungu ninaambatana na mtu mwenye ujasiri. Kuna watu wana ujasiri ambao mimi sina, so mimi nafurahi kwa sababu ninaambatana na watu wa namna hiyo, kwa sababu pale ambapo wangetakiwa wakemee, wanyoshe, ambapo mimi siwezi, niko nao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ninasimama, ni sehemu ya mwili wangu, mimi ni kiungo katika mwili huo. Mwingine ana karama ya maono, anaona maono wazi wazi. Mimi nafurahi kwamba huyo mtu yupo, maanake kuna vitu shetani atataka kunipiga navyo, yule mtu tayari Mungu atakuwa amemtumia, na mimi nitakwenda kuokoka katika hivyo vitu. Bwana Yesu atusaidie sana. Hasa unakuta shetani analeta faraka, watu wanaoneana uwivu karama, watu wanaona kwa sababu yule ana karama kama mimi basi hafai, watu wanatamani kwa huduma ya namna fulani, wanaona yule mtu hana, labda mchungaji hana, kwa hiyo anapata shida. Tambua ya kwamba kila kiungo, unapoona labda mtumishi fulani hana, ni wewe umepewa yumkini hicho kitu ili uweze kutumika katika kanisa, uweze kutumika katika mwili, ili mwili sasa ushikamane. Udhaifu ulioko katika viungo vya mwili usikufanye uondoe kiungo chako katika huo mwili.